Mungu awabariki sana, naomba tukae. Mungu awabariki sana. Nilikuwa nafikiri kwamba mimi ni mrefu, lakini naona kwa mara ya kwanza nimekutana na madhabahu ambayo inakaribia kulingana na mimi. Amina. Mungu awabariki sana, ni baraka sana kuwa hapa. Namshukuru Mungu sana kipekee kwa nafasi na kwa fursa hii ya kuwa hapa, lakini pia nawashukuru viongozi Hendrick pamoja na viongozi wengine. Mungu awabariki sana kwa kutukaribisha. Naitwa Patrick Seuya, nimeokoka na mpenda Yesu, na hilo ni muhimu kwa sababu nisingeokoka nisingekuwa hapa. Kwa niko hapa kwa sababu kipindi fulani kwenye maisha yangu nilikutana na Yesu, akabadilisha maisha yangu na nimekuwa mtu bora kutokea hapo. Na kikweli kabisa niko hapa leo, nimetokea Dar es Salaam, naishi Dar es Salaam. Kitaaluma mimi ni wakili wa kujitegemea, lakini zaidi sana na mtumikia Mungu pamoja na wanafunzi na wanavyuo na vijana. Huko ndiko ambako moyo wangu upo zaidi. Na kikweli tumetoka Moshi sio muda mrefu, tulikuwa na fire conference hapa mwezi wa 7 tu. Sidhani hata kama mwezi umepita. Kwa kwenye ratiba zangu sikuwa na ratiba ya kuwa Moshi kipindi hiki kabisa. Na niko kwenye msimu wa safari, nimetoka safari, napita hapa naunganisha safari zingine, lakini kilichonifanya nije hapa ni shauku yenu. Ni shauku yenu. Kwanza jinsi ambavyo mlikuja kwenye fire conference, kuna watu tuliwakaribisha, wadogo zangu wako hapa, kina Faith wanajua. Kuna watu tuliwakaribisha, tukawapelekea na magari, tukaenda kuwakumbusha, labda kulia tu ndo hatukulia. Alafu hawakuja. Lakini Hendrick aliona tangazo siku moja kabla ya conference. Akanitafuta yeye mwenyewe. Alafu tukasahau, si mambo yalikuwa yashakuwa mengi, hatukuwapelekea usafiri. Lakini mkaja, wale waliokuja wakaja kwa gharama zao wenyewe. Hiyo ilinigusa sana sana sana. Ilinigusa sana, na ni mojawapo ya njia ambazo Mungu anatuongoza kuona ni wapi ambako kuna kitu cha kimungu kinatokea. Hiyo shauku yenu ya mambo ya kimungu. Lakini baada ya hapo Hendrick ameendelea kunifuatilia, kuniulizia, sasa unakuja lini? Karibu. Nikamwambia okay, mnyewe mnataka nje lini? Akaniambia hata kesho. Sasa nikasema haitakuwa kesho, lakini nitakuja. Kwa Mungu awabariki, na imekuwa ni baraka, na siku hizi 3 nimeziblock ni za kuwepo hapa. Amen. Za kuwepo hapa. Mungu awabariki sana. Lakini pia nitambue, najua baadaye watasalimia, lakini nitambue uwepo wenu wadogo zangu hawa. Mungu alinipa wakati tumeanza kufanya kazi hapa Moshi ya huduma kwa wanavyuo. Najua baadaye watasalimia na watajitambulisha vizuri. Kwa sasa naomba uniruhusu tuende kwenye neno la Mungu. Na kwa muda nilionao nitaweka tu msingi leo. Nitaweka msingi, alafu kesho tutaenda deep zaidi, na kesho kutwa tutaenda deep. Lakini huu msingi ni msingi ambao ni muhimu sana, na nitatamani nitumie muda wa kutosha ili uweze kunielewa. Mungu awabariki pia kwa kuwa kwenye chuo kinachofundisha skills. Wakati naingia hapa nikaa najiuliza, hivi mimi ningesoma VETA ningesoma nini? Nikasema labda ningesoma spiritual mechanics. Hizo zingine sidhani kama ninaziweza sana, lakini kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, mojawapo kati ya sababu kubwa za umaskini uliokithiri ni lack of skills. Ni kukosa skills. Sio kukosa degree au diploma. Skills. Siku hizi kuna degrees nyingi tu zinazotolewa na vyuo vikubwa tu. Alafu mtu akishaipata hiyo degree, hujui kwamba amepata ujuzi wa kutatua tatizo gani. Maana yake asipopata mtu wa kumwajiri, hiyo shughuli yake imeishia hapo. Na mojawapo ya sifa kubwa za nchi zilizoendelea ni kwamba asilimia kubwa ya vijana wao wenye akili wamejaa kwenye vyuo vya kati, wanapata skills. Sasa sisi tunapeleka vijana wetu wengi vyuo vikuu kwenda kusoma vitu ambavyo wakitoka hapo hawezi kufanya chochote na hicho alichokisoma. Anategemea mtu mwingine aje kumsaidia. Kwa kuwepo kwenye sehemu ambayo unafundishwa kutatua matatizo, unapewa ujuzi wa kukusaidia kuleta solution kwenye vitu fulani.
hiyo wenyewe ni privilege ambayo nawatia moyo mkumbatie kwa juhudi zote. Embrace it. Embrace it. That is a shortcut. Nimefanya projects chache. Na kwenye hizo projects ambazo Mungu ametusaidia kufanya mimi na mke wangu, nilikuwa nafikiria wakati nimekaa hapo, watu wa degree tuliowatumia labda 2 au 1. Lakini ni project ambazo watu waliotoka vyuo vya ufundi wanatosha. Yaani hutamwaza mtu mwingine. Na huko ndio circulation kubwa ilipo ya fedha. Kwa hiyo I want to encourage you to kukumbatia hii fursa Mungu aliyokupa. Hii ni shortcut, ndio shortcut ya kutoka kwenye umaskini. Kuwa na skills. Having skills. Twende kwenye neno la Mungu. Labda hiyo ni discussion ya siku nyingine. Tutaongea kuhusu uhalisia wa kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Uhalisia wa kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Yohana 3 kuanzia mstari wa 1 pale hadi wa 10. Yohana 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10 unasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistajabu ya kuwa nalikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa fursa uliotupa ya kukaa mbele zako na kulisikia neno lako. Bwana, neno lako hili lenye pumzi yako ambalo linafaa kwa ajili ya mafundisho, ukalivuvie kwa Roho yako Mtakatifu sasa, likatufae, likafanyike mwili, likakae katikati yetu. Likawe majibu, likawe mbegu, likawe chakula, likawe ni nguvu ya kutupeleka kwenye hatua inayofuata ya kukujua wewe, ya kukupenda na kukutumikia. Katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Nikodemo anaenda kwa Yesu usiku. Kwa nini anaenda usiku? Anaenda usiku kwa sababu alikuwa hawezi kwenda mchana. Alikuwa hawezi kwenda mchana kwa nini? Kwa sababu mchana yeye na Mafarisayo wenzake walikuwa wanajifanya kwamba hawamkubali Yesu na anachokifanya. Kwa asingeweza kwenda mchana. Lakini mimi nampongeza kwa sababu kama unaenda kumuona ni Yesu, wewe nenda muda ambao unaona ni convenient kwako. Yaani hata kama una aibu basi usiache kwenda kwa Yesu. Tafuta namna ambao utaenda bila watu wengine kujua kwamba umeenda, lakini uende. Sasa Nikodemo anaenda kwa Yesu. Akifika inaonekana ukisoma hii introduction yake hii, anaonekana ni mtu ambaye alikuwa ameiriheso mara nyingi. Alikuwa amepangilia maneno yake vizuri. Ushawahi kwenda mahali ambako huyo mtu unaenda kuongea naye inabidi ujiandae kwanza kama siku 2-3 kabla. Ufikirie nikifika nitasema hivi, nikimaliza nitasema hivi, nikimaliza nitasema hivi, sentensi ya kwanza itakuwa hii, nikisema hivi akijibu hivi mimi nitamjibu hivi. Inaonekana Nikodemo alikuwa amefanya rehearsal ya kutosha kwa sababu anafika pale cha kwanza anamwambia mwalimu, sisi tunajua kwamba umetoka kwa Mungu. Wewe na nani? Yeye na Mafarisayo wenzake wanajua kwamba Yesu ametoka kwa Mungu. Kwa nini? Anamwambia kwa sababu mtu hawezi kufanya ishara hizi unazozifanya isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Sasa Mafarisayo walikuwa hawaonyeshi kwamba wanamwamini Yesu. Walikuwa hawaonyeshi kwamba wanamwamini Yesu, lakini walikuwa wakikaa wenyewe. Wanasema hivi, kuna mtu anaweza akafanya mambo kama haya anayoyafanya Yesu kama hajatoka kwa Mungu? Lazima huyu Yesu atakuwa ametoka kwa Mungu. Kwa kimoyomoyo walikuwa wanajua kwamba huyu Yesu Kristo ametoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya ishara na ajabu ambazo walikuwa wanaziona Yesu Kristo akizifanya. Sasa na sisi pia kama Wakristo, kama wewe kama mtu ambaye Yesu anakaa ndani yako, maisha yako yanatakiwa yawe ni ushuhuda. Yaani hata mtu ambaye haamini kwamba Mungu yupo, akikuangalia wewe unavyoishi,
aseme hapa kuna kitu cha tofauti. Sio bure. Sijui sana haya mambo ya Yesu na nini, lakini kwa haya maisha yaliyobadilishwa ninayoyaona, kwa huyu mtu ambaye nakaa naye room, huyu ninayemwangalia asubuhi hadi jioni, hiki kitu kinachoitwa wokovu kitakuwa ni kweli. Kwa sababu mtu hawezi kuishi hivi isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Hii juzi akawa akaniambia kipindi napitia ile changamoto zangu zile za ndoa, nikawa ninasema hivi, kweli mimi na ujanja wangu wote na uzoefu wangu wote wa kuhendo watoto wa kike, hivi Patrick anaweza akanishinda kweli mimi? Anaweza akawa na ndoa iliyotulia kuliko mimi ambaye ni expert kwenye haya mambo? Akasema wakati ninawaza hivyo, kumbuka hajaokoka, anasema wakati ninawaza hivyo, nikasema labda sio uzoefu, labda maisha sio uzoefu peke yake, labda kuna Mungu ambaye anawapa watu neema, na hiyo neema ndio inayomsaidia Patrick. Hiyo ni injili au sio injili? Mtu hawezi kufanya ishara za namna hii isipokuwa Bwana yuko na nani? Yuko pamoja naye. Niko hapa niwaambie kwamba ndugu zangu, kama unahitaji kunena kwa lugha ili watu wajue kwamba umeokoka, maana yake bado. Kama unahitaji kusema jamani nimeokoka ili watu wajue kwamba umeokoka, maana yake bado una kazi ya kufanya. Yaani maisha yako yanapaswa kuwa ni ushuhuda yenyewe. Mtu akiangalia, Paulo anasema ni barua, aweze kuisoma kwa jinsi unavyoishi, mode of life. Kwa jinsi unavyoishi aweze kusema huyu ni mtu anayemjua Mungu, huyu ni mtu aliyeokoka. Kipindi kingine nikawa ninaenda kufanya kesi mkoani. Kwa hiyo nilikuwa naenda na mteja wangu pamoja na dereva wake. Sasa kule kanisani kwetu niko kwenye huduma ya wanachuo pia. Kwa hiyo tulikuwa tumewapeleka wanachuo Bagamoyo, baharini kule kufanya nini, baadaye tuongee nao habari za mambo ya Mungu na maisha. Sasa yule mteja wangu alivyonipigia simu, walikuwa wananipitia kama saa 9 hivi jioni, alafu tuanze safari ya kwenda mkoani, alafu kesi ni kesho. Kwa wakati yule mteja wangu ananipigia, nikamwambia niko Bagamoyo, nimekuja mimi na kila kitu, mtanipitia hapa. Anatokea Dar es Salaam. Kabla hajakata simu akawa anamwambia dereva, bila kukata simu, hajui kwamba mimi namsikia. Anasema unajua vijana mawakili atakuwa na mchepuko hapo Bagamoyo. Tunampitia kwa mchepuko wake hapo. Nimesikia hapo, nikajifanya kama sijasikia, tukakata simu, akaja kunipokea pale, ananichangamkia, mwanangu unaendeleaje? Na muangalie, tunasema wewe. Tumeenda ile safari. Tumeenda njiani wanaongea, mimi nilikuwa tu ninapotakiwa kuchangia nachangia. Muda mwingi nilikuwa kuna kitabu fulani nilikuwa nasoma kipindi hicho. Nilikuwa niko busy muda mwingi nasoma. Tumeenda tumefanya kesi kesho yake. Wakati wa kurudi njiani akaniuliza yule mama, ni mama. Akaniambia mwanangu una chati? Kwa sababu alikuwa anaona naangalia simu yangu muda mwingi. Nikamwambia hapana, nasoma. Akaniambia unasoma sheria, vitu vyenu hivyo? Nikamwambia hapana, nasoma kitabu. Kitabu kinahusu nini? Nimeanza tu kuongea pale, nguvu ya Mungu ikashuka. Mazungumzo yakabadilika. Tukaanza kuongea kuhusu vitu vya kiroho, vitu vya ndani. Mama akaanza kushare mambo yake. Tukaenda baada ya pale akawa ananiconsulti, akaanza kuniita mchungaji, akiwa na issue ya kiroho ananitafuta. Na haikuchukua muda mrefu, na nasema hivi sadly kwa sababu baada ya kama muda mfupi, kwa ile siku pale nilisema nao habari za Yesu na nini, alafu wakajua sasa kwamba okay, kumbe hata kule Bagamoyo tulikokuwa tunahisi kuna mchepuko, hakuna mchepuko. Baada ya pale hatukukaa sana, ule dereva akagongwa na mwendo kasi siku moja akiwa anavuka na bodaboda akafariki. Baadaye mimi nikaondoka nikaenda shule, nikiwa shule nimerudi, yule mteja wangu naye ikamsababishia shida ya afya naye akafariki. Lakini namshukuru Mungu kwamba nilipata fursa ya kuwaonyesha Ukristo. Kwa sababu Yesu Kristo anatakiwa aonekane kwenye maisha yako. Unavyoishi na unavyoenenda. Unajua kuna kipindi walikuwa hawamkubali Yesu kwamba ni mwana wa Mungu, lakini kwa mfano ukisoma Yohana 7:31 walikuwa wanasema, Biblia inasema, na watu wengi katika mkutano wakamwamini, wakasema atakapokuja Kristo je? Yaani tuwashumu huyu sio Kristo.
Yaani tuseme huyu sio Masihi, kuna Masihi mwingine atakuja. Sasa atakapokuja Masihi, hiyo Kristo, je, atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi anazozifanya huyu? Yaani inabidi mtu akikuangalia maisha yako aseme basi tuwashumu wewe hujaokoka. Tukikutana na mtu aliyookoka atakuwa anafanya kitu gani cha ziada ambacho wewe hufanya? Huo ni ushuhuda. Huo ni ushuhuda. Kwa hiyo maisha yetu yanapaswa kuwa ni ishara, yanapaswa kuwa ni ishara na yanapaswa kuwa ni ajabu. Nikodemo anamwambia Yesu, hakuna mtu anayeweza kufanya ishara za namna hii isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Unajua Yusufu alikuwa ametoka jela moja kwa moja. Siku hiyo hiyo akanyolewa, akabadilishwa nguo, akapelekwa kwa Farao. Alikuwa ameshapata muda wa kumwambia Farao habari za Mungu wa Israeli? Alikuwa hajapata, lakini baada ya kuulizwa akatoa hekima ya kimungu, akatoa solution. Farao anasemaje? Anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye ana sura nzuri, si ndio? Ambaye roho ya Mungu inakaa ndani yake. Huyu roho wa Mungu Farao amemuonea wapi? Amekutana na mtu ambaye amembeba. Ukiwa umembeba roho wa Mungu, ukiwa umebeba nuru ya Kristo, tutaiona. Unajua kutembea na nguvu ya Mungu ni sawa na kuwa mdada. Hivi ukiwa mdada inabidi useme. Kama inabidi useme kwamba jamani mimi ni msichana, tutajiuliza maswali. Kwamba kwa nini hadi utuambie, kwani sisi hatuoni? Sasa kutembea na nguvu ya Mungu, kama nguvu ya Mungu ipo, nguvu ya Mungu itaonekana. Isaya 8:18, Isaya 8:18 anasema angalieni, mimi na watoto hawa niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli zitokazo kwa Bwana wa majeshi, yeye akaaye katika mlima wa Sayuni. Mimi na watoto hawa tuliopewa na Bwana tu nini? Tu ishara na ajabu. Hebu sema mimi ni ishara na ajabu. Yes, you are a sign and a wonder. Bwana anakufanya kuwa ishara na ajabu. Watu wakikuona wewe wataona ishara, wataona ajabu, wataona matendo makuu. Rafiki yangu mwingine aliwahi kuniambia, mbona unaonekana kama wewe you are God's special son? Ni kama vile wewe ni mtoto wa Mungu wa kipekee sana. Hivyo ndivyo ulivyo wewe kama mwana wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu wa kipekee. You are a sign and a wonder. Nilivyopata mwanangu mdogo wa mwisho anaitwa Kate Favor. Nilivyopata revelation ya hii Isaya 8:18, tulikuwa tayari tushampa jina. Na tumempa majina mawili. Lakini ni baada ya kupata revelation ya hii Isaya 8:18 nikasema hapana. Nahitaji kitu cha kunikumbusha hii verse, kwa nikamuongezea wonder. Anaitwa Kate Favor Wonder. Kwa nini? Kwa sababu we are for signs and wonders. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu ametukusudia. Maajabu na ishara za kimungu, Yesu alisema zitafanyaje? Zitaambatana na hao waamini. Ushawahi kuona mtu anaambatana na mtu? Ruthi anamwambia Naomi, utakapokwenda nitakwenda, watu wako watakuwa watu wangu. Yaani huko ndo kuambatana. Sasa ishara na ajabu zinatakiwa ziambatane na wewe siku zote za maisha yako. Yaani usituambie story za maisha yako afu kuwe hakuna ishara na ajabu. Kuwe hakuna matendo makuu ya Mungu kwa namna yoyote. Usitupe story yako ya mahusiano afu ni nyewe wawili tu wewe na mwenzako. Mungu hayupo, yaani Mungu tunamtafuta kwa tochi. Mungu anatakiwa ajae kwenye maisha yako. Yaani ukituambia story za maisha yako ziwe ni story za matendo makuu ya Mungu. Mtunga Zaburi anasema wema na fadhili utafanyaje? Utanifuata siku za ibada, si ndio? Siku zote za maisha yangu. Wema na fadhili za Bwana unakufuata siku zote. Kitabu cha ni Kumbukumbu la Torati anasema ndipo baraka hizi zitakazofanya zitakapokufuata, they will overtake you, zitakufuata hadi zitakupita kwa mbele. Kwa maisha yako yanapaswa kuwa ni story ndefu ya matendo makuu ya Mungu. Na hicho ndicho ambacho Nikodemo na wenzake walikiona kwa Yesu. Sasa Yesu hamwambii Nikodemo, nashukuru sana Nikodemo kwa kunifuatilia. Hebu fikiria ungekutana na mtu akakwambia wewe lazima umetoka kwa Mungu kwa haya mambo unaoyafanya haya. Unafikiri jibu lako la kwanza kwake ungemwambiaje? Ungemwambia kwanza nashukuru sana. Yaani nimejisikia vizuri sana, nimejisikia kutiwa moyo sana leo kwa haya maneno ulioniambia.
ungeenda hata kuandika status. Lakini Yesu cha kwanza anafanyaje? Wala hata hamshukuru Nikodemo. Anamwambia ni lazima. Ni nini? Lazima uzaliwe mara ya pili. Yaani achana na compliment zako ulizonipa, achana na kunifuatilia. You must be born again. Sasa hii kuzaliwa mara ya pili lazima kiwe ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu unajua Nikodemo hakuwa mpagani kama sisi tulikotokea. Hakuwa muabudu sanamu. Nikodemo alikuwa Farisayo. Na unajua Mafarisayo walikuwa ni watu wa aina gani? Mafarisayo walikuwa ni watu ambao katika standardi za kibinadamu walikuwa ni wakamilifu. Achana na haki ya Mungu. Unajua kuna haki ya Mungu alafu kuna haki ya Mafarisayo. Sasa hiyo haki ya Mafarisayo usidharau. Haifiki kwenye haki ya Mungu. Lakini it's like it is the closest you can get. Kwa juhudi zako hautapata haki ya Mungu. Lakini ni kama vile wanadamu waliopambana sana, wakajitahidi sana kuishika sheria ya Mungu, walikuwa wanaishia kuwa Mafarisayo. Kwa sio kwamba Nikodemo alikuwa mpagani sana. Mafarisayo kawaida kwanza walikuwa wanafunga angalau mara 2 kwa wiki. Kitu kingine, Farisayo ili uweze kufuzu ulikuwa lazima ukariri vile vitabu vya Musa vile 5. Kuna mtu hapa umekuepo kanisani maisha yako yote, lakini hata kuvitaja, achana kuvikariri, hata kuvitaja tu, tukikwambia uvitaje utachanganya mpangilio. Lakini Farisayo alikuwa amevinywa vile, amevikariri. Kitu cha tatu, wanasema kama ulikuwa unatembea nyuma ya Farisayo, mnaenda cafeteria, ukifika muda wa ibada, muda wake wa kuabudu, Farisayo alikuwa anaacha kila kitu, anasujudu. Yaani hata kama yuko mbele yako anasimama na anasujudu, sio kusujudu kawaida. Wanasema Farisayo alikuwa anasujudu hadi unaweza ukaona mfupa wake wa mgongoni hapa. Level ya precision. Hata Myahudi wa kawaida alikuwa anamheshimu sana Farisayo. Kwa sababu alikuwa anajua huyu ni mtu ambaye yuko devout. Na ulikuwa huamki tu asubuhi ukawa Farisayo. Ulikuwa ukitaka kuwa Farisayo, lazima kwanza wale Mafarisayo ambao wameshafuzu wanaokaa kwenye mtaa wako wanapewa jukumu la kukufuatilia. Kwanza waone kwamba unaishika sheria ya Musa, na sio kuishika kwa mdomo, umeikariri na unaiishi kwenye maisha yako ya kila siku. Wakisha kufuatilia kwa muda wa kutosha, wanapeleka ripoti kwa wakubwa, halafu ndo unapitishwa sasa kuwa Farisayo. Kwa ilikuwa ni process. Ndio maana hata wao kuacha ufarisayo wa muamini Yesu ilikuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wameend. Sasa Nikodemo alikuwa anajua neno. Alikuwa anamjua Mungu kwa ufahamu ule wa bila ufunuo. Kwa sio kwamba alikuwa tu ni mtu tu wa kuokoteza. Lakini Yesu anamwambia hiyo haitoshi. And kuwa a religious person is not enough. You must be born again. You must be born again. Sasa Yesu anamtambulisha Nikodemo kwenye dhana ya kuzaliwa mara ya pili, dhana ya kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Sasa Nikodemo yuko mwilini. Yaani Yesu yuko rohoni, Nikodemo yuko mwilini. Yesu anamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Nikodemo akili yake iko kwenye kuzaliwa mara ya pili kwa kawaida. Anamwambia mtu anaweza akarudi tumboni mamaye akiwa mzee. Na hivyo ndivyo ambavyo mwanadamu ambaye bado hajakutana na Yesu alivyo. Biblia inasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Huwezi kumjua Mungu bila ufunuo, lazima Mungu ajifunue kwako. Hivi unafikiri kwa nini kitu cha kawaida? Kuna watu wanaelewa vitu, concept ngumu sana wanaweza kuzielewa, ni maprofesa wakubwa. Lakini wameshindwa kuelewa kwamba ili uende mbinguni lazima umwamini Yesu. Kitu ambacho katika hali ya kawaida kinaonekana kama vile ni kitu chepesi zaidi. Lakini it takes a revelation. Inachukua ufunuo, sio akili tu. Sio ufahamu tu na kuelewa, inachukua ufunuo. Yesu anasema mtu hawezi kuja kwangu asipovutwa na nani? Na Baba. Ndio maana ni muhimu sana kwanza uwaombee wenye dhambi, lakini cha pili uwaambie habari za Yesu. Kwa nini? Kwa sababu inachukua ufunuo wa kumjua Yesu ni nani kwa kufunuliwa na Baba ili uweze kuzaliwa mara ya pili. Akili za kawaida za Nikodemo, Farisayo aliyefuzu, zilikuwa zimekwama. Na Yesu anamshangaa Nikodemo, anamwambia wewe ni mwalimu katika Israeli alafu huyajui mambo haya?
Hiyo ilikuwa inasema nini? Ilikuwa inapendekeza nini? Hiyo inapendekeza kwamba kuzaliwa mara ya pili is not a new concept. Sio concept mpya, hata kwenye Agano la Kale ipo. Kuokoka sio dini mpya. Ukikutana na mtu anakuambia kuokoka ni dini mpya tu, dini za zamani zinajulikana, huyo ni mtu ambaye hajui Biblia. Kwa sababu the concept of being born again sio concept ya Agano Jipya. Ni concept ambayo iko all over the Old Testament. Kwa mfano, ukisoma Ezekieli 36:26, Ezekieli 36:26 hadi 27, Mungu anakwenda kutupa ufahamu kwenye hizi wiki tatu. Kamini kwenye hizi siku tatu. Labda nitakuja kwa wiki tatu baadaye, ndio maana nimesema. Lakini kwenye hizi siku tatu Bwana anakwenda kutupa ufahamu. Unajua Biblia inasema it is not good to have zeal without knowledge. Kuwa passionate, kukimbia, kuimba, kuruka afu hakuna ufahamu ndani yako, Biblia inasema sio vizuri. Kwa hiyo Mungu anatupa ufahamu. Natamani upate ufahamu wa kimungu ambao utaishi na wewe siku zote utakazoishi hapa duniani. Ezekieli 36:26 hadi 27 inasema, Ezekieli anasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Huyu ni Mungu anaongea kupitia Ezekieli. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hivi kuna kuokoka zaidi ya huko hapa? Haya ni maisha, haya yanaelezewa hapa ni maisha ya mtu gani? Mtu aliyeokoka, mtu ambaye alikuwa na roho ya jiwe alafu Mungu akamfanyia operation akaitoa hiyo roho ya jiwe, akampa roho ya nyama. Hicho ndio kilichotokea siku ulipookoka. Unajua siku ulipookoka sio kwamba Mungu alikurefurbish. Unajua kuna kompyuta ambazo ziko refurbished. Sasa sio kwamba Mungu alikumodify, akakufanyia modification, roho yako akaiongezea vitu fulani, akaiboresha, akaimodify, akaipa uwezo wa kufanya baadhi ya vitu. Hicho sicho ambacho Mungu alifanya siku ulipookoka. Kitu ambacho kilitokea siku ulipookoka ni kwamba Mungu alikubadilishia moyo. Mungu alikufanyia heart transplant. Aliondoa moyo wa jiwe, halafu akareplace akakupa moyo wa nyama. Hicho ndo ambacho Ezekieli anakielezea. Anasema nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe ulioko ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Mojawapo kati ya ushahidi wa kwamba wewe umeokoka ni the fact kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu hakuna Pentekoste bila Calvary. Hivi kati ya Calvary, msalaba wa Kristo, na siku ya Pentekoste, kilichotangulia kilikuwa ni kipi? Ilitangulia Calvary. Lazima dhambi ishughulikiwe kwanza, ndipo Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani ya mtu. Kwa the fact kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, huo ndio uthibitisho wa kwanza kwamba wewe umezaliwa mara ya pili. Kwamba Mungu ameshughulika na dhambi ndani yako. Ndio maana Roho wake ambaye hawezi kukaa sehemu chafu anakaa ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu moyo umebadilishwa. Moyo wako umebadilishwa. Sema, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Mtu ambaye hajaokoka hawezi kuishika sheria ya Mungu. Mtu mwenye moyo wa jiwe anaweza akajitahidi tu kwa ubinadamu, lakini hawezi kuiishi sheria ya Mungu. Hawezi kutenda mema kama ambavyo Mungu anataka huyo mtu aishi. Kama ambavyo mtu. Kwa ukiona mtu yuko kanisani, yuko kwenye fellowship, na bado kuishi maisha ya kumpendeza Mungu ni kazi ngumu sana kwake. Yaani hata ajaribu vipi, jibu jepesi ni nini kwa huyu mtu? Maana bado ana moyo wa jiwe. Unajua unaweza ukawa kanisani alafu bado tu ukawa hujaokoka. Kuokoka sio kuwa sehemu ya fellowship ya watu walioamini. Sio kuwa sehemu ya kanisa. Mimi ambaye nimekulia kanisani naweza nikakuambia by experience, kuna watu wamezaliwa kanisani, wamekulia kanisani, wameoa kanisani, wamekuwa viongozi, wamezaa watoto wapo kanisani, na bado hawajawahi kumpa Yesu Kristo maisha yao. Wanajua vitu vyote, wanajua misemo yetu yote ya kiroho wanaijua, kwa sababu ndiko walikokulia. Lakini ile kukutana na Yesu kibinafsi, abadilishe maisha yao, ni kitu ambacho hakijawahi kutokea
kwenye maisha yao. Ukitaka kuona mstari mwingine unaoongelea kuzaliwa mara ya pili, unaweza ukasoma Yeremia 31 hadi 34. Sitasoma kwa sababu ya muda. Yeremia 31 hadi 34. Lakini pointi yangu ninayotaka uipate ni kwamba kuzaliwa mara ya pili haikuwa concept mpya. Ndio maana Yesu anamshangaa msomi wa level ya Nikodemo kuwa hana hata idea kwamba hicho kitu kipo. Kwamba hana hata idea kwamba hicho kitu kipo. Kwa kuzaliwa mara ya pili ni Mungu kubadilisha moyo wa jiwe halafu akakupa moyo wa nyama. Hapo ndiko ambako kila kitu kinaanzia. Moyo mpya. Yesu anamwambia Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ya herufi kubwa ni roho ya herufi ndogo. Kilichozaliwa kwa Roho Mtakatifu ni roho yako. Kwa siku ulipookoka, hiki ndo ambacho kilitokea. Roho yako ambayo ilikuwepo. Unajua mwanadamu ni roho yenye nafsi, halafu inaishi kwenye mwili. Kwa mwanadamu hasa ni nini? Ni roho ambayo ina nafsi, halafu hivi vyote viwili vinaishi kwenye mwili. Sasa kazi ya nafsi ni nini? Kazi ya nafsi ni kuunganisha mawasiliano kati ya roho yako na mwili wako. Kwenye roho ukiokoka, sasa mtu ambaye hajaokoka roho yake imekufa. Kwa mfano kama uliokoka na miaka 15, hiyo ndio siku ambao kwa mara ya kwanza roho yako ilikuwa hai, ilizaliwa kwa mara ya kwanza. Kabla hapo ilikuwepo, lakini ilikuwa imekufa. Kwa mfano kama uliokoka na miaka 15, maana yake ni kwamba una roho ambayo imezaliwa leo, halafu una nafsi ambayo ina taarifa za miaka 15, na una mwili ambao una taarifa na tabia za miaka 15. Ndio maana Paulo anasemaje? Anasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Yaani hii roho ambayo imezaliwa upya leo unatakiwa uijilishe sasa kwa neno la Mungu ili iweze kukua na kuwa na nguvu ya kuweza kuongoza mwili na nafsi ambavyo vimekuwepo hai kwa muda mrefu. Kwa roho imezaliwa upya leo kwa 100%. Yaani katika wewe sasa si ni 3 ya 3, si ndio? Mwili, nafsi na roho, si ndio? Sasa katika hii 3 ya 3, 1 ya 3 ambayo ni roho yako imezaliwa 100% na Mungu. Yaani it is wall to wall Holy Spirit. Inaweza ikawa contaminated. Paulo anasema kwenye Wakorinto, roho inaweza ikawa contaminated hata baada ya kuokoka. Ukiishi maisha ya dhambi, ukaangalia mapornography, ukasikiliza mamiziki, hivyo vitu vinaweza vikacontaminate roho yako. Lakini roho yako imezaliwa mara ya pili. Imezaliwa upya. Na huko ndiko ambako Roho Mtakatifu anakaa. Ni kwenye hicho chumba hicho cha 1 ya 3 hicho cha roho yako ndipo Mungu anapokaa huko. Kwa hiyo ukiisikia sauti ya Mungu anaongea kutokea kwenye roho yako, kwa sababu ndio chumba ambacho Mungu anakaa. Sasa fikiria, una roho ambayo imezaliwa upya kwa 100%, halafu unakuja kwenye nafsi. Nafsi huwa haizaliwi upya. Nafsi yako inabaki ile ile ambayo ulikuwa nayo kabla hujaokoka. Ndio maana Warumi 12:2 inasemaje? Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nini? Nia ndo nafsi. Kwa nafsi inachofanywa, inafanywa upya kwa neno la Mungu. Ili iweze kukumbuka roho yako, nafsi yako ndio inayounganisha kati ya roho na mwili. Yaani lazima mawasiliano yanayotoka rohoni yapite kwenye nafsi yako. Na kwenye roho yako anakaa nani? Mungu, si ndio? Anakaa Roho Mtakatifu, anakaa Yesu Kristo ndani yako. Yesu anasema tutakuja tufanye makao ndani yenu. Sasa lugha ya Mungu ni ipi? Ni neno, si ndio? Lugha ya Mungu ni Biblia, ni neno la Mungu. Mungu hawezi kukuambia chochote kinachokinzana na neno lake lililoandikwa. Kwa lugha ya Mungu ni neno. Halafu sasa hii lugha ili iweze kuja kwenye mwili, kwa sababu mwili ndio unaweza ukafanya vitu hapa duniani vifanyike, vionekane. Ili uweze kuisikia hii lugha ya Mungu ambayo ni neno, lazima nafsi yako iwe inalielewa hilo neno. Nafsi yako inalielewaje? Lazima sasa uifundishe kutokea nje kwa kulisoma neno. Kwa kila mara unaposoma neno,
unaifundisha nafsi yako kufikiri na kuona vitu kama roho yako inavyoona. Ili mambo yatokee kwenye maisha yako kama Mkristo. Na hii ni sababu kwa nini Wakristo wengi wanaishi maisha ya kushindwa. Sio kwa sababu roho zao zina shida. Roho zao hazina shida. Shida iko kwenye nafsi na kwenye mwili. Hasa fikiria, nafsi yako roho yako inakuambia, inasema kile ambacho inamsikia Mungu akisema. Kumbuka Yesu alisema kondoo wangu wanaisikia nini? Sauti yangu. Kwa roho yako inamsikia Mungu kwa 100%. Hasa fikiria, roho yako inamsikia Yesu anaiambia cha kufanya. Halafu ikija kwenye nafsi sasa, ili mawasiliano yaende kwenye mwili kifanyike. Ikija kwenye nafsi inakutana na bongo flavor. Ikitoka kwenye nafsi ikija kwenye mwili inakutana na tamaa mbaya. Kuna kitu kitakachotokea? Hamna kitakachotokea, kwa sababu hakuna communication. Lazima hivyo vitu vitatu viwe aligned ili vitu viweze kutokea huku nje. Kwa mawasiliano yakitoka kwenye roho yako, yakija kwenye nafsi yakute nafsi imebadilishwa, imefanywa upya kwa kujaa neno. Halafu yakija kwenye mwili, yakute mwili umetiishwa kwa nidhamu za kiroho. Hapo ndiko ambako utaona vitu vinatokea. Nilisema mahali, kuna siku simu yangu ilizima. Nilikuwa naongea na simu kwa muda mrefu. Halafu baada ya hapo tu ikawa kioo kimekuwa cheusi tu. Kwa hiyo nikawa naishika sijui cha kufanya. Kwa hiyo nikampelekea fundi. Fundi akafanya kama anaiwasha. Ikawaka lakini haidisplay chochote. Yaani huku juu ni giza, hamna chochote. Lakini fundi akaniambia hebu ishike hii simu. Nikaishika. Sasa wakati inazimika, WhatsApp ilikuwa iko on. Kwa wakati nimeishika akaniambia unaisikia hiyo simu? Nikamwambia, akaniambia ni hapo huko ndani maisha yanaendelea kama kawaida. Message za WhatsApp nazisikia kabisa zinaingia. Hata ukinitumia hela nitaiona, nitaisikia. Lakini hapa kwenye kioo sioni chochote. Fundi akaniambiaje? Akaniambia huoni chochote kwa sababu umeua display. Yaani nikamwambia fundi, umenipa revelation. Kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo Wakristo tunaishi. Yaani roho yako inapokea mawasiliano, vibration ipo. Ndio maana ukianza kunena kwa lugha hapa tunakusikia. Lakini ukimaliza kunena tukikuangalia kwenye maisha yako hatuoni chochote. Kwa roho yako inamsikia Mungu, lakini display imekufa. Ndio maana hakuna chochote tunachokiona. Unaweza ukalala njaa, kumbe umetumiwa 300,000 iko kwenye simu uko ndani, lakini huoni, kioo kimekufa. Kweli vitu vile displayed, lazima kuwe kuna alignment. Hebu sema alignment. Lazima kuwe kuna alignment kati ya nafsi, kati ya roho na mwili, na hiyo alignment unaifanya kwa neno. Kwa kilichozaliwa kwa roho ni roho. Roho yako ndio imezaliwa mara ya pili. Nafsi yako inageuzwa kwa kufanywa upya, na mwili wako, mwili hauokoki. Mwili unageuzwa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, na unatiishwa kwa mifungo, kwa maombi, kwa ibada kama hivi, kwa kusoma neno na kutafakari, kwa kuwaambia watu wengine habari za Yesu, kwa kuchagua kuishi maisha matakatifu. Hivyo ndivyo ambavyo unautiisha mwili. Na ukifanya hivyo, maana yake unaipa roho yako nafasi zaidi ya kutawala. Na ukienenda kwa roho, Biblia inasema hauko nini? Hauko chini ya sheria. Ukienenda kwa mwili unajiingiza mwenyewe kuwa chini ya sheria. Sio sheria tu za Mungu, hata sheria za nchi. Watu waliojaa jela ni watu wanaoishi kwa mwili. Hivyo nafikiri utafikia kwenye kuiba. Kama unaenenda kwa roho utaiba. Utachukua rushwa. Kwa makosa yote, yani sheria za nchi ziko mbali. Ukifuata sheria ya Mungu, huwezi kujikuta umeangukia kwenye sheria za nchi. Labda uonewe. Na hata ukionewa Mungu atakutoa. Kwa sheria ya Mungu ni standard. Sasa nataka nikupe mambo machache ya msingi, sababu muda wangu umekimbia. Mambo machache ya msingi kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Mambo machache ya msingi kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Kwa kila mwanadamu, Yesu anamwambia Nikodemo, lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho. Sasa kuzaliwa kwa maji sio kubatizwa. Kubatizwa ni muhimu, ubatizo wa maji mengi ni muhimu, lakini sicho ambacho Yesu alikuwa anakiongelea hapo. Kuzaliwa kwa maji ni kuzaliwa kule kwa mara ya kwanza, ambako kila mwanadamu aliyeko duniani amezaliwa mara ya kwanza, si ndio? Huwezi kuokoka kama hujazaliwa. Ili uwe sehemu ya dhambi ile ya asili ile ya Adamu, lazima uwe mwanadamu. Kwa kilichozaliwa kwa maji ni ile kuzaliwa kwa mara ya kwanza. Kule ndio kunaitwa kuzaliwa kwa maji. Ndio maana mama akiwa anajifungua tunasema chupa ya nini imepasuka?
ya maji, si ndio? Kwa kuzaliwa kwa maji ni kuzaliwa kule kwa mara ya kwanza. Sasa ukizaliwa mara ya kwanza, hiyo ni hatua ya kwanza. Ili uweze kuingia ufalme wa Mungu lazima uzaliwe mara ya pili sasa. Ambako unapozaliwa mara ya pili sasa ndio roho yako inazaliwa. Ukizaliwa mara ya kwanza umezaliwa katika mwili. Na ukizaliwa katika mwili wewe ni nani? Ni mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kwa kila mtu unayekutana naye ambaye hajampa Yesu maisha yake, huyo ni mtu ambaye amezaliwa mara ya kwanza. Na maana yake ni kwamba ana exist kwenye level ya mwili peke yake. Na kimsingi kila mtu ambaye hajaokoka hayuko hai. Wewe unakuwaje hai wakati roho yako imekufa? Wakati wewe ni roho. Kwa maisha halisi yanaanza siku ukiokoka. Hapo ndo unakuwa uko alive in the proper meaning of the term. Unakumbuka siku ulipookoka kilichotokea? Mimi nimekulia kanisani. Na hata siku nilipookoka hata sikuwa nimepanga kwamba naenda kuokoka. Nilikuwa tu nimekuwepo kanisani kwa miaka mingi tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo neno la Mungu nalijua, lakini nilikuwa sijawahi kufanya maamuzi ya kuokoka. Sasa siku moja baba yangu alikuwa mzee wa kanisa, wakati wanaombea watu na mchungaji na nini, watoto tulikuwa tunakaa kama mbele hivi. Sasa nilikuwa nimefunika macho. Nilipofungua macho hivi macho yangu yakakutana na macho ya baba. Akaniambia njoo. Kwa hiyo nikafikiri labda anataka kunituma au nini. Na hapo kulikuwa kuna mtu wa mwisho ndo anamwombea. Akaniambia tukimaliza kumwombea huyu mtu hapa, tunakuongoza sala ya toba. Namwambia mchungaji tukuongoze sala ya toba. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mimi niliongoza sala ya toba. Sasa mbele ya kanisa Jumapili utasema siko tayari. Kwa hiyo nikakubali na nilikuwa shule ya msingi darasa la 5 labda. Lakini kilichotokea ile siku, kumbuka nilikuwa kanisani naimba kwaya, nimejaa neno, yani ibada nipo, mikesha, mifungo. Lakini nilikuwa sijaokoka na nilikuwa sijui kwamba kuna utofauti. Hivi unajua kuna mtu yuko hapa haujawahi kuokoka na hujui kwamba ukiokoka kuna utofauti. Mimi pia nishaye kuwepo hapo. Nilikuwa nafikiri hivi ndio kuokoka. Tunaenda kanisani, tunasikiliza neno la Mungu, tunarudi nyumbani, tunafanya ibada jioni, tunasoma neno, tunafunga siku za kufunga, tunaomba. Yaani ndio kuokoka huko. Lakini sikuwa ninajua kumbe hayo ni maisha ya watu waliookoka, lakini huko sio kuokoka. Ile siku nilipoongoza sala ya toba pale mbele, yaani nilitoka pale, kwanza nilikuwa najisikia mwepesi. Nilikuwa mwepesi, alafu nilikuwa nina furaha ambayo sijui imetoka wapi. Alafu kitu kingine nilianza kuwa na hamu sana na mambo ya kimungu. Yaani nilikuwa I could not wait ifike Jumatano siku ya mafundisho. Mimi nimesoma shule ya msingi ambayo iko mbali na nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kurudi nyumbani mchana kwenda kula. Tunatoka shule saa 9 na dakika 45. Ibada inaanza saa 10:30. Lakini nilikuwa natoka kanisa shuleni na njaa yangu ya tangu asubuhi saa 1 nilipotoka nyumbani saa 12:30 naenda kanisani kwanza na kuja kurudi nyumbani saa 1 usiku. Hiyo njaa, hiyo kiu, hiyo shauku ya mambo ya Mungu iliniingia siku ile. Lakini kitu kingine, pamoja na yale mambo yangu yote niliyokuwa nafanya ya kimungu yale kabla sijaokoka, nilikuwa pia nina kona zangu kadhaa ambazo wazazi wangu hawajawahi kuzijua. Lakini ile siku nilipoenda pale mbele nikaokoka, ndio ulikuwa mwisho wa maisha yenye double standards. Uhusiano wangu na Mungu ulifunguka kwa namna ambayo sikuwa nimewahi kuiona hapo kabla. Sasa hiyo siku ndio siku ambayo nilizaliwa, roho yangu ilizaliwa. Roho yako ikizaliwa utajua. Yaani kama unasema umeokoka alafu hujui hata siku ulipookoka kilitokea nini. Nasema mimi nilikuwepo tu, nilienda tu. Walisema tu mtu anayetaka alafu hata huoni badiliko lolote. Mimi nina wasiwasi. Mimi nina wasiwasi. Sasa vitu viwili vya msingi kuhusu toba. Kitu cha kwanza, kutubu ni kugeuka. Ni kugeuka. Huwezi kutubu alafu ukaendelea kwenda kule ulikokuwa unaenda. Repentance ndo toba. Hilo neno repentance linatokana na neno la Kigiriki linaitwa metanoia. 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 Sasa metanoia inamaanisha change of mind. Sio change of mind ya kawaida. Inamaanisha change of mind ambayo ina nguvu
kiasi kwamba inamfanya huyu mtu abadilishe mwelekeo. Is a 180 degrees turn. Yaani nilikuwa ninaenda huku, nilikuwa naishi maisha ya dhambi, nilikuwa ninaishi maisha yasiyompendeza Mungu. Halafu nilipofika hapa chuo cha VETA nikakutana na Injili. Sasa nikisema nimetubu, maana kwa the proper meaning of repentance, siwezi kutubu afu nikaendelea kwenda huku. Yaani nasema leo nimeokoka afu kesho naendelea, nilikuwa na girlfriend, kesho tunaendelea kuchati mambo tulikuwa tunachati, naendelea kuangalia pornography, naendelea kufanya vitu visivyompendeza Mungu, naendelea kuibia mitihani. Yaani hakuna kilichobadilika ukiacha yale. Kutubu sio kusali sala ya toba. It's deeper than that. Kutubu ni kubadilisha mwelekeo. Yaani ninabadilisha namna ninavyofikiri hadi inanifanya ninageuka naanza kwenda huku. Kwa kesho ukikutana na mimi, nilikuwa naenda huku. Lakini baada ya kukutana na Yesu, ukikutana na mimi kesho kutwa nitakuwa naenda huku. Mambo ninayoyafanya yatakuwa ni tofauti na niliyokuwa ninayafanya jana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimebadilika. Kitu gani? Roho yangu imekama alive. Roho yangu imekuwa hai. Kwa kutubu ni kugeuka. Ni kwa mfano labda mtu, nikupe mfano mwepesi. Labda umekaa nyumbani kwako, tuashumu hapa ni sebuleni kwako hapa. Halafu umeacha geti lako wazi. Halafu anakuja mtu ambaye humfahamu, anaingia sebuleni. Amepita getini, ameingia, amefika sebuleni. Halafu akifika anakuangalia, anakwambia bwana samahani, nafikiri nimekosea njia, nilikuwa sije hapa. Katika hali ya kawaida unategemea huyu mtu kama kweli amekuomba msamaha, unategemea afanyeje? Ageuke aondoke, si ndio? Lakini amekwambia bwana samahani sana, nafikiri nimepotea, nilikuwa naenda kwa Henrik, lakini kumbe hapa ni kwa John. Sawa sawa. Lakini akimaliza hapo anaingia sebuleni, anaenda kufungua fridge. Anachukua yogurt anakunywa. Anatoka hapo anafungua mlango wa chumbani kwako. Anaenda kwenye kabati anajaribu kuangalia kama atapata nauli. Huyo ni mtu ambaye amekuomba msamaha. Sasa mara nyingi tunamfanyia Mungu hivyo. Tunamwambia Mungu nimetubu leo, nimebadilika kabisa. Alafu baada ya wiki tunaenda kwenye friji ya Mungu, tunaenda kuangalia vitu vilivyopo. Kwa nini? Kwa sababu kutubu sio kuongea maneno sahihi. Kutubu ni kudhamiria kugeuka. Unajua kuokoka sio kujiunga na therapy ya behavior modification. Unajua majenzi yenyewe ni watu wa therapy sana, watu wa counseling, watu wa nini, trauma, sitaki kuwa traumatized. Sasa kuokoka hivyo vitu sisemi kwamba ni vibaya. Therapy zina nafasi yake, counseling zina nafasi yake, lakini kuokoka sio hicho. Yaani sio kwamba ukiokoka unakuwa umejiunga sehemu ambako utasaidiwa ili tabia zako zikae vizuri. Hicho sio kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ukiokoka unakuwa umeingia mahali ambako roho yako itabadilishwa. Yaani kesho ukiamka ukitaka kuishi maisha ya dhambi, kuna mgogoro tayari ndani yako. Kwamba huyu sio mimi. Hivi sivyo ambavyo natakiwa kuishi kama Mkristo. Kwa kanisani hapa tulipo kwenye fellowship kama hii sio group ya therapy ya behavior modification. Sio kwamba tumekutana watu wote ambao tunatamani kuwa na tabia nzuri, halafu tumeunda umoja wetu ndio unaitwa Kasfeta. Kwa tunasaidiana bwana, tabia zako zirekebishe kidogo, angalau tukija kufika mwisho wa term uwe angalau umeimprove. We are not here to improve. Tuko hapa kubadilishwa. Change from the inside out. Badiliko linaloanzia ndani halafu linakuja kuonekana hadi nje. Mtu mmoja anaitwa Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ni mwana theolojia wa karne iliyopita. Charles Spurgeon ndio mega church pastor mkubwa zaidi wa karne iliyopita. Alikuwa na kanisa lake London. Na inasemekana ndio alikuwa na kanisa kubwa zaidi duniani kwa kipindi chake. Sasa Charles Spurgeon siku moja akakutana na dada mmoja ambaye alimuongoza sala ya toba, akaokoka. Sasa Charles akamuuliza yule dada alikuwa anafanya kazi ya kufagia tu kwenye hoteli. Akamwambia hivi, tangu umeokoka ni kitu gani kimebadilika kwenye maisha yako? Yule dada akafikiria, alafu akamwambia tangu nimeokoka
Siku hizi ninafagia hadi chini ya carpet. Yaani kabla hajaokoka alikuwa anafagia sehemu zinazoonekana. Lakini baada ya kuokoka, baada ya roho yake kuwa hai, amegundua kumbe supervisor yake sio yule manager. Supervisor yake ni Mungu ambaye anaona hadi chini ya carpet. Kwa jinsi anavyoishi na kufanya mambo ikawa imebadilika. Kwa nini? Kwa sababu roho yake imebadilika. Roho yake imebadilika. Mwana theolojia mwingine wa kipindi hicho ambaye yeye kabla hajaokoka alikuwa ni mtu wa wanawake sana. Sasa baada ya kukutana na Yesu, akawa siku moja anatembea karibu na hoteli mojawapo ambazo alikuwa anapita sana. Dada mmoja ambaye ni kama ni kahaba, alishawahi kuwa naye kipindi fulani. Akawa amevaa nguo zake zile anazovaaga siku zote. Halafu akapita pale akashangaa jamaa hata hamuangalii mara mbili. Yaani jamaa yuko zake bize tu na mambo yake. Akamuita jina lake, akamwambia huyo kaka, akamwambia kaka, ni mimi. Yaani unioni ni mimi. Yule mwanatheolojia akamjibu akamwambia ni wewe lakini sio mimi. Yaani yule ambaye wewe na mimi tulikuaga, sasa saizi kilichobadilika ni kwamba yule sio mimi tena. Paulo anasema sio mimi ninayeishi ila nani? Ni Kristo anayeishi. Yaani huwezi kuokoka, huwezi kutubu afu ukaenda kuendelea kuzini. Siku hizi mnafundishwa injili za ovyo sana. Unaambiwa hata ukutwa unazini, wewe ushatubu. Ushakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Neema. Huo sio wokovu. Huwezi kumpokea Yesu akakubadilisha roho yako afu uendelee kuishi maisha ya dhambi. Sisemi kwamba hutakosea. Kukosea kupo, lakini kuna tofauti kati ya nani? Kati ya kondoo na nguruwe. Nguruwe ukimlaza kwenye tope utamkuta hapo kesho. Lakini kondoo hata ukimshikilia pale, yani atapambana aondoke kwa sababu huyo sio yeye. Kondoo huwa hakai kwenye tope. Kwa kama umeokoka afu unafurahia tope, manake bado wewe ni nguruwe. Haujawa kondoo bado. Haujawa kondoo. Kwa hiyo mtu akiokoka kinachobadilika anabadilika kutokea ndani. Reinhard Bonke alihubiri Arusha miaka ya 80. Mnamfahamu Bonke? Najua ni Gen Z nyinyi, sijajua kama Bonke mnamfahamu. Ni kizazi cha kina Selmanik. Sasa Bonke anasema alivyohubiri injili ya Arusha miaka hiyo, nusu ya mji wa Arusha uliokoka. Halafu anasema mwaka uliofuata akaenda kuhubiri Malawi. Akiwa Malawi, Arusha, TRA ya Arusha. Sio makanisa, sio umoja wa makanisa. TRA, mamlaka ya mapato, wakamtumia ujumbe Bonke kwa kupitia missionary mwingine Mjerumani aliyekuwa anaishi Arusha. Wakamwambia anakaribishwa kurudi Arusha muda wowote. Kwa nini? Wakamwambia tangu ulipoondoka watu wanalipa kodi kama vile hawana akili timamu. Wachaga wale ambao walikuwa wanatafuta namna za kukwepa kodi. Kilichobadilika kilikuwa ni nini? Roho imebadilika. Kwa sasa hizi mtu anaona siwezi kuiba tena. Paulo anasema aibaye asifanyeje? Asiibe tena, bali afanye kazi kwa mikono yake mwenyewe ili aweze kuwa na kitu cha kumsaidia mhitaji. Hilo ndio badiliko linalotokea ndani ya mtu akimpa Yesu maisha yake. Bonke anasema akiwa Arusha, moja ya kesi ambazo alizisolve ni mzee mmoja ambaye alikuwa ni mwizi wa ng'ombe. Alafu akaokoka kwenye mkutano wa Bonke. Kesho yake akaja yuko na ng'ombe pamoja na ndama. Ana mgogoro, anataka Bonke amsaidie. Anamwambia mchungaji, huyu ng'ombe nilimuiba. Sasa nilivyomuiba nikampandisha kwa dume langu mwenyewe, ndo akamzaa huyu ndama. Sasa nataka nimrudishe huyu ng'ombe wa watu nilikomuiba. Lakini swali langu, dilema yangu ni kwamba nimrudishe na huyu ndama ambaye nilimpandisha kwa dume langu au ndama nibaki naye? Hilo ni swali la mtu ambaye amefanyaje? Hiyo ndo migogoro ya mtu aliyezaliwa mara ya pili. Anatafuta namna za kufanya vizuri. Nifanyeje nifanye vizuri zaidi? Sasa Bonke akamwambia of course, ungekuwa hujamuiba huyu ng'ombe ungekuwa na huyu ndama. Ungekuwa hujamuiba huyu ng'ombe, huyu dume wako ungempandisha kwenye nini? Kwa peleka, rudisha vyote. Wakaondoka pamoja na Bonke wakarudisha yule ng'ombe wa watu. Wamefika kurudisha ng'ombe na ndama.
Yule mwenye ng'ombe akaguswa hadi akamwambia, bwana, kwa hiki ulichokifanya wewe ndama chukua, nimekuachia. Huyo ni mtu aliyezaliwa mara ya pili. Bonke akiwa kijana, miaka hiyo anaanza, akaenda kuna jimbo moja linaitwa Kimberley liko South Africa huko kwenye madini huko. Sasa alialikwa kwenda kuhubiri kwenye kanisa. Amefika kwenye ile kanisa, akashangaa kanisa zima ni wazee peke yake. Akamuuliza mchungaji, vijana wako wapi? Akamwambia vijana wameishia kwenye madisco huko, hawaji tena kanisani. Sasa Bonke kwa sababu alikuwa kijana, hiyo ikamuumiza. Kwa akahubiri, alivyomaliza akamwambia nipeleke vijana walipo. Kwa mchungaji akampakia kwenye gari, akampeleka. Akamfikisha sehemu kwenye disco kubwa, yani sound yale yanapiga. Bonke akasema twende tukaangalie ndani huko, hapo vijana kuna kitu gani cha ajabu sana wanachokipata huko hadi hawaji kanisani. Kwa akaenda pale, wakafungua mlango, yale malaiti yale yanapita yale. Kwa Bonke alitarajia mlango ukifunguliwa aone watu wenye furaha sana, wanao enjoy sana. Lakini mlango ulivyofunguliwa, akaangalia ndani, akaona vijana wanavuta pombe, wanakunywa pombe, wanavuta sigara, lakini hakuona mtu mwenye furaha, hakuona mtu mwenye tumaini. Aliona mtu ambaye tu yuko, watu ambao wako depressed, ambao wanajaribu kukimbia changamoto zao. Kwa akamfuata yule mwenye ile disco. Akamwambia, mimi ni mhubiri, nimetoka Ujerumani, naomba unipe dakika 5 niongee na hawa vijana. Yule jamaa kwanza akacheka afu akaondoka. Wakati anaondoka akamfuata tena akamwambia, hivi kwa mfano akamwambia, unafikiri hawa vijana wanapata wanachokitafuta kwenye hili disco lako? Afu yule mtu mwenye ile disco alikuwa ni baba, naye ni mtu mzima, ana watoto kama wenye age ile. Akasema, unajua, kwanza nilikuwa ninawaza kitu hicho jana, kwamba hivi kweli watoto wangu wanapata wanachohitajika kukipata kiwasaidie kwenye maisha hapa duniani. Kwa sababu hiyo nitakupa dakika 5 kesho saa 6 kamili usiku. Nitazima mziki, nitakupa maiki kwa dakika 5. Bonke akaenda akajiandaa, kesho saa 6 kasoro yuko pale. Akapewa maiki for 5 minutes. Akaongea na wale vijana kwa dakika 5. Baada ya dakika kama 4 hivi na kitu, ameongea nao habari za Yesu, akawakaribisha wanaotaka kuokoka. Almost disco zima. Kwanza walikuwa tayari wanalia. Wakaokoka disco. Wamemaliza kuokoka, akaondoka yeye, akarudi. Alikuwa anaishi Lesotho kipindi hicho. Mwaka uliofuata akarudi kwenye ile kanisa. Yule mchungaji aliyempeleka mwaka jana akamwambia, nina surprise kwa ajili yako. Kwa akampakia kwenye gari, akampitisha, wakafika kwenye ile kanisa, kwenye ile sehemu ya disco. Wamefungua hivi ndani, wanakuta ile disco limebadilika, limekuwa ni kanisa. Wale vijana waliokuwepo pale mwaka jana ndio walikuwa wako mle ndani, ni ushers, wengine ni wapiga vyombo, wengine yani wamebadilika, wamekuwa watumishi wa Mungu. Wale ambao mwaka mmoja uliopita walikuwa ni watu ambao wanaishi maisha ya pombe, maisha ya muziki, maisha yasiyokuwa na utaratibu. Lakini kuokoka kuna nguvu kiasi cha kuweza kumbadilisha mtu kutokea ndani. Sasa kutubu, unajua kutubu sio kulia. Namaliza na nusu au utaniambia kama dakika 10 kabla. Kutubu sio kulia. Ukitubu unaweza ukalia na ni sawa, lakini usio ukafikiri kwamba kila anayelia anatubu. Kutubu sio kulia. Unaweza ukalia afu ukawa, unajua watu ambao wana machozi ya karibu, yaani tu anaweza kaa amekaa hapo akakumbuka rafiki yake ambaye walimaliza form 6 hawajai kuonana, akaanza kulia. Kwa ukafikiri nguvu ya Mungu imemgusa. Kwa kutubu sio kulia. Kimsingi Esau alilia lakini hakutubu. Biblia inasema kwenye Waebrania 12:17 Waebrania, maana mnajua ya kuwa hata alipotaka baadaye, yule ni Esau, kuirithi baraka, alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Esau alilia lakini hakutubu. Kwa sababu kutubu sio kulia, kutubu ni kudhamiria kubadilika. Kutubu ni kudhamiria kubadilika. Makanisa yetu yamejaa wasanii kwa sababu yamejaa watu ambao hawajawahi kukutana na Yesu kibinafsi. Yamejaa watu ambao wanajua
ustaarabu wa Kikristo, wanajua maneno ya Kikristo, terminology za Kikristo, wanajua ustaarabu wa Kikristo, lakini hawajawahi kukutana na Kristo mwenyewe. Hawajawahi kukutana na Kristo mwenyewe. Nataka nimalizie na Zakayo. Nataka nimalizie kwa dakika chache na Zakayo. Luka 19 mstari wa kwanza. Luka 19 mstari wa kwanza, Biblia inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu leo kitu kwa hila, leo namrudishia mara 4. Baada ya kusema anarudisha vitu alivyoiba, Yesu anasemaje? Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Nitamaliza na hii. Biblia inasema Zakayo alikuwa ni tajiri, na mojawapo ya vitu vinavyokuonyesha kwamba mtu ni tajiri, hata hobi. Unajua hata hobi za matajiri unaziona. Yaani Zakayo alikuwa ameandika kabisa kwenye diary yake kwamba kesho nitaamka asubuhi, nitapiga mswaki, alafu nitaenda kutafuta kumuona Yesu. Sio ili aokoke, wala hata kwamba sio alikuwa anaumwa kwamba anatafuta kupona. Anasema nataka tu nikamuone Yesu ni mtu wa aina gani. Hivi unaweza ukawa na hobi kama hizo kama una hela ya kula? Kwa hiyo inakuonyesha kwamba hivi, unajua tajiri anaweza kaa anaishi maisha yake afu unaona kama anachezea hela, si ndio? Lakini yeye ndo maisha yake hayo. Tuna rafiki yetu fulani huwa anaenda kukimbia marathon Uingereza, Ujerumani. Yaani akisikia marathon za kimataifa zile ndo anapenda. Alafu watu wakasema, kwa nini hizo hela hawapi yatima? Mbona wewe huwapi hizo za kwako? Marathon anaenda na yatima pia anawapa. Kwa hiyo nataka yeye afanyeje sana, hela anazo. Lakini hobbies. Sasa Zakayo alikuwa ni mtu anayejitosheleza. Na Zakayo, kumbuka, alikuwa ni Myahudi. Usingeweza kuwa mtoza ushuru kwenye kipindi hiki cha utawala wa Kirumi ukiwa ni Myahudi kama hupendi hela kuliko chochote. Kwa sababu ili uweze kuwa mtoza ushuru kwa niaba ya dola ya Kirumi, ilibidi uwasaliti ndugu zako. Yaani huyu alikuwa ni msaliti. Alikuwa amewageuka Wayahudi wenzake, anaitumikia dola ya Kirumi ili apate hela. Lakini baada ya Zakayo kukutana na Yesu, yule ambaye Mungu wake alikuwa ni hela, yaani alikuwa tayari kufanya chochote apate hela, hata mumseme, mumtenge, lakini yeye as long as anapata hela wala haimsumbui. Lakini baada ya kukutana na Yesu, cha kwanza Zakayo anasemaje? Nataka uone moyo unavohama. Moyo unavohama kutoka kwenye mali afu unahamia kwa Yesu. Anasema nusu ya mali yangu ninafanyaje? Yaani hiyo nusu imeenda hapo. Hiyo haina mjadala. Halafu hiyo ya pili sasa, hiyo sentensi hapo, upande wa pili wa hiyo sentensi upande wake wa pili umekaa kisheria. Lakini nusu ya kwanza imeshaondoka. Kwa mtu tajiri kutoa nusu ya utajiri wake, huyo alikuwa ni mtu ambaye amekutana na Yesu kweli. Unakumbuka ile tajiri mwingine aliambiwa akauze alivyonavyo, alafu Biblia inasema akafanyaje? Akaondoka kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Moyo wake ulikuwa, Mungu wake alikuwa ni mali alizonazo. Lakini Zakayo, Mungu alivyohama akaacha kuwa mali akawa Yesu, cha kwanza kilichotokea ni kwamba moyo wake ulibadilishwa, ukahama kutoka kwenye fedha. Halafu sasa anasema ikiwa hilo ni neno la kisheria. Ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, nitamrudishia mara 4. Sasa ikiwa inamaanisha kwamba lazima uje uthibitishe kwamba je, ni kweli nilikunyang'anya kwa hila? Labda kweli ulikuwa unadaiwa kodi alafu mimi nikaja nikakunyang'anya vitu ulivyonavyo. Sasa hiyo ni hila? Kwa lazima kwanza tuende tukatafsiri kwenye sheria kwamba hila ni nini. Halafu ukifanya kitu kwa hila. Kwa hiyo ya pili ilikuwa inahitaji ushahidi. Lakini ya kwanza alikuwa tayari ameshafanya. Yaani hiyo imeshaenda. Na Yesu alivyoona moyo wa Zakayo ulivyohama,
Within minutes Yesu anasemaje? Leo wokovu umefika. Hili badiliko la moyo hili, huu ni uthibitisho kwamba wokovu umeingia kwenye moyo wa Zakayo. Naomba tusimame. Kwa huwezi kukutana na Yesu alafu ukaendelea kwenda ulikokuwa unaenda. Huu ndo msingi ambao nilitamani. Kesho tutaenda deep zaidi, tutaongea vitu vya ndani zaidi, lakini nisingeweza kwenda huko bila kuhakikisha kwamba tumeweka huu msingi. Kwa huwezi kukutana na Yesu ile kiukweli alafu ukaendelea kwenda ulikokuwa unaenda. Kukutana na Yesu lazima badiliko litokee. Na badiliko is a 180 degrees turn. Kwa ukiwa umefunika macho yako, natamani tukaimbe kidogo tu, nitaimbisha kwa kifupi alafu twende tukamwombe Mungu tukiwa tunamaliza. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana mponyaji, umetuma neno lako nipone, wewe ni Bwana mponyaji, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, umetuma neno, umetuma neno, oh, wewe ni Bwana, ni Bwana, wewe ni Bwana, tena wewe ni Bwana, 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 umetuma neno, umetuma neno, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Hebu kwa dakika moja fungua kinywa chako, zungumza na Bwana, mwambie asante Bwana kwa neno lako, na mwambie Roho Mtakatifu unasema na mimi nini hasa. Ujumbe huu kwangu mimi unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Kitu gani hasa mahususi ambacho umekusudia kusema na mimi na umekusudia nikipate jioni ya leo? Hebu ongea na Roho Mtakatifu. Rabo shaka rabayanta rabasaka rabayanta ribo shanta rabasaka rabayanta rabashaka ribo santa rabashaka rabayanta rabasaka rabo santa rabashaka rabayanta ribo saka rabayanta rabashaka rabayanta ribo santa rabashaka rabayanta. Asante Bwana kwa neno lako Bwana la uzima ambalo umesema Bwana linafaa kwa mafundisho. Bwana tunakushukuru. Neno hili Bwana Yesu Kristo ulilolisema limekuja na nguvu yako, nguvu inayobadilisha, nguvu inayogeuza, nguvu inayofanya upya, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu ninakuruhusu sasa, Roho Mtakatifu ninakuruhusu sasa ukaguse maisha ya kijana huyu, ukaguse maisha ya binti huyu, gusa maisha yake, gusa moyo wake, mbadilishe moyo wake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu anamwambia Yeremia, anamwambia kama ilivyo ngumu kwa chui kubadilisha madoa yake na kwa mkushi kubadilisha rangi ya ngozi yake, ndivyo ilivyo ngumu kwa mtu asiye na Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo ngumu kwa mwanadamu kubadilisha moyo wake yeye mwenyewe. Yani, just how it is impossible for a black person to change their color, na kwa chui kuweza kubadilisha rangi ya madoa yake yale meusi, ndivyo ilivyo ngumu kwa mwanadamu kubadilisha moyo wake yeye mwenyewe. Sasa najua usiku wa leo uko hapa ukiwa umefunika macho yako kabisa, ukiwa umetulia,
Roho Mtakatifu wakati ninaomba na kujiandaa na ibada hii alinielekeza kwa aina mbili ya watu. Aina ya kwanza ni mtu ambaye unahitaji kukutana na Yesu kibinafsi. Sisemi kwamba we ni mtu mbaya, wala sisemi kwamba haujakuwepo kanisani na kwenye fellowship. Lakini ninachokisema ni kwamba Roho Mtakatifu anakuambia kwamba wewe unahitaji toba. Haujakutana na Yesu wewe mwenyewe. Haujakutana na Yesu wewe mwenyewe. Wewe ni mtu wa kwanza ambaye ujio wangu wa Moshi ulikuwa ni mahususi kwa ajili yako. Leo ni siku yako ya kukutana na Yesu. Leo wokovu umefika nyumbani mwako kama Yesu alivyomwambia Zakayo. Kama uko hapa na najua upo, hebu inua mkono wako pale ulipo. Unatamani kukutana na Yesu kibinafsi leo. Haijalishi umeshatubu mara ngapi, lakini unajua kabisa leo unatamani leo ndio siku yangu ya kuzaliwa mara ya pili. Sasa kwa idadi hii ya mikono naona siwezi kuwaita hapa mbele. Kwa pale ulipo nataka uombe sala hii pamoja nami kwa kumaanisha sana. Kwa kumaanisha Yesu Kristo yuko mbele yako. Biblia inasema Yesu amesimama mbele ya nyuma, naamini Yesu yuko mlangoni anabisha. Mtu akifungua ataingia ndani yake. Sasa Yesu yuko hapo kwenye mlango wa moyo wako sasa hivi. Yaani Yesu yuko karibu na wewe kuliko hata mimi nilivyo karibu na wewe. Mruhusu, mwambie Yesu, leo nataka kuanza upya. Hebu sema asante Bwana Yesu. Kwa neno lako ambalo nimelisikia na nimelipokea na nimeliamini. Umesema katika neno lako hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ninakupokea wewe Yesu Kristo kwa upya usiku wa leo katika jina la Yesu. Leo hii tarehe 25 ya mwezi wa 8 ni siku yangu ya wokovu, ni siku yangu ya mwanzo mpya. Nimeanza upya na wewe katika jina la Yesu. Nimedhamiria kukuishia wewe, kuenenda kama unavyotaka. Nimekusudia kufa ili wewe uishi kupitia mimi katika jina la Yesu. Naomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozijua na nisizozijua, ninazozikumbuka na nilizozisahau. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nisitende dhambi tena. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Eneo lolote la maisha yangu ambalo shetani alikuwa na uhalali wa kulishikilia kwa sababu ya dhambi, ninamkataa kwa jina la Yesu. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo na nitaishi kwenye huo uhalisia kuanzia leo katika jina la Yesu. Ngoja nikuombee. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaachilia neema yako Bwana sasa juu ya kila mmoja Yesu aliyefanya rededication ya maisha yako kwako usiku wa leo. Kila mmoja aliyeamua kufuatana na wewe leo kwa kusudi la moyo, katika jina la Yesu ninaachilia neema inayowezesha. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu, ninaachilia mafuta yako yanayovunja nira, yanayovunja vifungo. Yule ambaye alikuwa kwenye kongwa la vifungo, kongwa la addictions, kongwa la pornography na masturbation, kongwa la video games, kongwa la sex, kongwa la vitu vyote visivyofaa, la movies na muziki ya kidunia. Kwa jina la Yesu Kristo, the anointing is breaking that yoke now. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Huo mnyororo unakatika sasa kwa jina la Yesu. Huo mnyororo unakatika sasa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu inakugusa hapo ulipo sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naona restoration. I see restoration in the mighty name of Jesus. I see the word restoration. Kuna mtu kwa mambo uliyofanya, kwa mambo uliyoyafanya na via vyako vya uzazi, kuna damage ambayo ulikuwa umeshaifanya ambayo ni irreparable. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia kuna restoration imetokea usiku wa leo katika jina la Yesu. Sio kwamba tu Mungu amekusamehe. Mungu amekusamehe na amereverse hiyo athari ya dhambi.
The effect of sin is reversed in your life in the mighty name of Jesus. Kuna mtu kwa mambo uliyofanya kupata watoto ingekuwa kazi sana kwako. Lakini Roho Mtakatifu ananiambia reverse the effect of sin kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu umekimbilia kwake. Kwa sababu umekaza kumpenda, anasema atakuokoa na atakuweka palipo juu kwa sababu umemjua jina lake. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kukusaidia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Receive the grace now in the mighty name of Jesus. Pokea neema, pokea nguvu, pokea uwezesho wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Kuna ambaye pia ulikuwa umeokoka lakini umekuwa ukipiga mark time. Ni kama unapiga hatua 10 mbele alafu unapiga 20 nyuma. Kwa jina la Yesu pia neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kukukwamua. Roho Mtakatifu anakukwamua sasa kwenye hilo shimo, kwenye hiyo cycle. Katika jina la Yesu, I'm breaking that cycle now. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, Bwana anakupa kupaa. Utapaa kwenye maisha yako ya kiroho, utapaa. Utapaa juu kwa mbawa kama tai. Kwa jina la Yesu Kristo. I bless you all in the name of Jesus Christ. Na kutamkia neema, na kutamkia kibali, na kutamkia kufanikiwa katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Amen. 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 Ampe Bwana Yesu makofi. Amen. 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 Naomba tukae. Sasa huu leo ulikuwa ni mwanzo tu. Ilikuwa ni foundation ambayo namshukuru Mungu kwamba tumeweza kuipata. Kesho tutaenda deep zaidi. Kwa kesho njoo na mtu mmoja ambaye hamjui Yesu. Au mnasemaje? Njoo na mtu mmoja ambaye hamjui Yesu. Njoo na mtu ambaye anamjua Yesu lakini analegalega. Hebu mlete mtu wa aina hiyo kwa Yesu. Kama kuna Nikodemo unayemfahamu, mwambie ibada yetu kwanza ni usiku. Kwa unaweza ukaenda kwa Yesu usiku. Twende ni usiku. Tunaweza kwenda kwa Yesu pamoja kwa sababu ni usiku. Pamoja nami ni vitabu vyangu vichache. Kuna baadhi ya vitu nilikuwa ninavisema pale mwanzoni kuhusu skills, kuhusu maisha. Hiki ni kitabu changu cha kwanza, kinaitwa Mtu wa Tofauti. Nimepata kopi 2 tu. Yaani nyumbani nimetafuta kila mahali, nimepata kopi 2 za mwisho. Kwa kama niliprint hundreds of copies na zimeisha, that should tell you something. This is a book that will transform the way you think. Neno na Maisha, one of the best books. Hii kitabu kimejaa shuhuda za maisha yangu, kimejaa neno la Mungu likiwa practical. Unajua kuna muda mtu anasema mimi nikisoma Biblia sijioni, yani sioni kwamba hili neno kwangu sasa lina apply vipi. Hiki kitabu kinakusaidia kuliona neno la Mungu likiwa mtaani, likiwa limechanganyika na maisha, lina solve matatizo na utaiona maisha yako kwenye hicho kitabu. Shauku ya kukua kiroho, hiki kitabu wala sihitaji kukiongelea sana. Wale ambao mlikuwepo kwenye book launch mlisikia, lakini wale ambao mshakisoma pia you know what is here. Kitabu kimetoka hakina hata mwezi. Yatafakari haya, one of the best. Hiki kitabu kimejaa experience ya maisha, kimejaa neno la Mungu kwenye utendaji, kimejaa principles. Set Me on Fire, nilikuwa ninaongea hapa kuhusu spiritual disciplines. Hiki kitabu kinaonyesha jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zinaweza zikakusaidia kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako, kuweza kuwa na consistency. Ramani ya Vita kwa ajili ya mwanafunzi. Hiki kitabu ni cha maisha, ni principles za maisha, lakini sana hizi principles ukianza kuziapply ukiwa shule zitakufaa. Hiki kitabu kinahusu maisha ya shule, lakini nimekiandika kama miaka 2 iliyopita. Kwa ni experience yangu ya maisha ya mtaani na ya shuleni, kwa shule zote ambazo nimesoma tangu nikiwa shule ya msingi. Kwa kuna kanuni kama 10, mbinu 10 za kukupa ushindi kwenye taaluma. Natamani hivi vitabu mvipate. Nani mwingine ambaye anatamani kuvipata hivi vitabu? Sio kwamba nataka kufanya, sifanyagi fundraising wala sifanyagi nini. Kwa hiyo mnafikiri vikiwa shilingi ngapi mnaweza kuvipata vyote? Mjipangie bei. Au mtamwambia Hendrix, ndio? Haya, basi. Mungu awabariki. Mtatafuta bei ambayo kila mtu anaweza akapata. Mungu awabariki.